Asante mwaminifu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Kwa neema yako Mfalme mtakatifu, Bwana umetulinda na kututunza hata wakati huu. Asante kwa sababu hata kama hatukustahili Baba umetuhifadhi, umetutunza mikononi mwako Bwana, umetuweka salama hata wakati huu. Baba ninakushukuru tena kwa vile ambavyo mwenye haki Baba yetu umekuwa pamoja nasi. Asante kwa kila kitu Mungu mtakatifu mwaminifu. Katika jina lenye nguvu tena la thamani na takatifu mno la Yesu Kristo aliye Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Mfalme tunakuhitaji wewe zaidi, tunahitaji sana Bwana ukazidi kudhihirika katika maisha yetu Bwana. Kwa jina lenye nguvu tena la thamani na takatifu mno la Yesu Kristo aliye Bwana. Baba tunakutukuza na kukuinua kwa wewe ni Mungu, kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Karibu ndugu yangu katika alfajiri ya leo. Nikukaribisha sana katika kipindi chetu cha mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Ni mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Si mapambazuko ya kawaida, ni mapambazuko ni kupambazuka siku mpya, masaa ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Tunakaa mbele za Bwana masaa haya kumtafuta Mungu katika alfajiri ya leo, katika alfajiri za kila siku. Bwana atembee na sisi. Tunahitaji kudumu na kuishi ndani ya uwepo wa Mungu. Hakuna mwanadamu yeyote yule ambaye ameumbwa akae nje ya uwepo wa Mungu, ila kila mwanadamu ameumbwa akae ndani ya uwepo wa Mungu. Iwe ndio maisha yake yote. Haya mambo mengine yote yanakujaga ni yanatengenezwa tu na hila za ibilisi, lakini msingi origin ya mwanadamu ni kwamba ametengenezwa, ameumbwa awe ndani ya uwepo wa Mungu majira yote, kwa sababu mwanadamu hakuumbwa akae mwenyewe. Ndio maana Mungu aliweka utaratibu wa kumtembelea kila wakati wa jua kupunga ndani ya Edeni. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho huwa Mungu anapenda sana 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 ni kukaa na watu, ni kukaa na watu wake, kuzungumza nao. Kama kuna kitu Mungu anajali, anapenda na anazingatia sana, ni kukaa na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hii ina create upendo mkubwa ndani yake, ule upendo wa ajabu sana ambao alitupenda. Kwa huo unazaa kitu kinachoitwa huruma. Huruma inakuwepo juu ya maisha yetu, huruma inatokea, na katika hiyo tunaendelea sasa kwa upya. Bwana Yesu asifiwe. So baada ya kuangalia, baada ya upendo ni huruma, huruma ya Mungu ile ikawa juu yetu. Na baada ya hiyo huruma ya Mungu ambayo tumesoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 9 mstari wa 35 mpaka 38, ambapo Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa akihubiri na kufundisha katika miji na vijiji. Anasema alipokuwa akitembea aliwaona makutano, akawahurumia, maana walikuwa wamechoka. Mambo mawili makubwa yaliyofanya wahurumie. Kwanza, walikuwa wamechoka, wamepigwa na ibilisi kwelikweli, bila wao wenyewe kujua kwamba wanapigwa na ibilisi, lakini walikuwa wamepigika kwelikweli, wameumizwa kwelikweli. Kwa hiyo Biblia inasema Yesu akawahurumia sana, kwa sababu namba moja, wamechoka sana. Namba 2, wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Wametawanyika huku na kule, huyu anawaza hili, huyu ana mpango huu, huyu ana hili, huyu ana lile, huyu ana lile, huyu anajua hili, huyu anajua hili. Sasa wametawanyika, lakini akaja kwa huruma. Maana yake ni kwamba Kristo Yesu anapoingia kwenye maisha yetu, tunapoingia kwenye neema ya wokovu, mtawanyiko unaisha. Sikia, kwa nini ule mtawanyiko unamalizwa na kazi ya msalaba? Ni kwa sababu sasa tumepata kiongozi mmoja tu. Hatutakuwa na viongozi wengi tena, tuna kiongozi mmoja tu, Yesu Kristo, kwa Roho Mtakatifu ndani yetu. Yeye ndiye kiongozi mkuu anayetuongoza, na hata Biblia inasema kwamba ndiye mchungaji mkuu. Anasema kwenye kitabu cha waraka wa Petro, anasema mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, yeye ndiye mchungaji mkuu. Kwa lugha nyingine, ndiye kiongozi mkuu. Sasa kutoka hapo mtawanyiko unaisha. Sikia niseme hivi, nasema hivi, kutoka baada ya kuingia kwa Kristo Yesu, tumemwamini, ametukubali, ametupokea. Kutoka hapo mambo ya mtawanyiko ya maisha.
kwa sababu hakuna tena kuongozwa na yule, kufuata kile, huyu ana mzimu huu, huyu anaabudu mzimu, huyu anaabudu hiki, huyu anaabudu hiki, huyu kote kunaisha. Tunakuwa na kiongozi mmoja tu, tunakuwa kundi moja lenye kiongozi mmoja tu, Yesu Kristo. Kwa hiyo mtawanyiko wote unaisha. Maana aliwahurumia kwa sababu ya mambo mawili makubwa. Kwanza, walikuwa wamechoka, lakini namba 2, walikuwa wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. So anakuwa kiongozi mmoja tu, nasi tunakuwa kundi moja. Ndio maana we are brothers and sisters in Christ. Sisi ni dada na kaka katika Kristo, tunakuwa ndugu. Ndio maana wewe ni wa taifa gani, haijalishi wewe ni wa kabila gani, umetokea jamii ipi, hali gani ya maisha, hiyo haina maana. Chenye maana ni kwamba sisi ni ndugu kwa damu ya Yesu msalabani. Yes, he is the main leader, ndiye kiongozi mkuu, ndiye kiongozi wa pekee tunayemfuata wote. Yaani hapa ndo mahali ambako tunakuwa level moja. Haleluya sana sana, kwamba mwenye hela, asiye na hela, aliyesoma, ambaye hajasoma, mkubwa na mdogo, yani maskini na tajiri, wote, taifa, weupe kwa weusi, wanene kwa wembamba, warefu kwa wafupi, wote we have one leader, Jesus Christ. Haleluya. So huruma yake inatuleta hapa. Anatuhurumia kwa sababu tumechoka, tumepigwa na mambo mengi. Mambo ni mengi. Mwanadamu amechoka, anawaza hili, anawaza lile, anawaza hili, anawaza lile. Hiki kitakuwaje, hiki kitakuwaje, hiki kitatokeaje, hiki kitatokeaje, hiki kitakuwaje, hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Amechoka. Mawazo ni rundo, mambo yanayomkabili mwanadamu ni mengi, yamemfanya amechoka. Mwanadamu anachoka kabisa, anachoka. And as time goes, ndivyo ambavyo mambo yanaendelea kuwa nini, kwa mengi. Wewe ni kusema kadri siku zinavyoendelea ndio uchovu unazidi. Sa huruma ya Kristo inasema tumechoka, ni kweli, lakini yeye amekuja kama atakayetuhuisha. Haleluya sana, amekuja ili atuhuishe. Wewe ni kweli kabisa, tumechoka, tumechoka. Hata wewe mwenyewe ni shahidi. Hapo ulipo sasa utawaza mambo kibao na upate wajibu. Kwa nini? Anatuhurumia. Tumechoka. Unawaza upate majibu, umechoka. Unawaza hiki na kile, upate majibu. Unafanya hiki, unafanya kile, hakuna majibu. Umechoka. Mpaka nafika mahali mtu mwingine anaamua kuandika kwa sababu ya maisha magumu na kufa, najiua. Kwa nini? Amechoka. Sasa Yesu amekuja wa huruma. Yesu wa huruma nyingi sana, anatuhurumia. Kwa sababu gani? Tumechoka. Na anataka tusiishi maisha ya mtawanyiko tena. Tuwe na kiongozi mmoja katika Kristo. Nje na Kristo Yesu mtawanyiko utakuwepo tu, lazima. Na kule kutawanyika na kunapelekea hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Bwana Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa, watu wamechoka kwa kweli. Watu wamechoka na mawazo mengi. Yesu na atusaidie sana. Watu wamechoshwa na siasa. Watu wamechoka. Afikirie kuhusu wanasiasa, afikirie kuhusu mambo yake. Hivi unaelewa? Afikirie si kuhusu kile, ndio. Afikirie kuhusu maisha yake binafsi. Afikirie kuhusu watoto wanasumbua. Afikirie kuhusu mke amekuwa kichomi. Afikirie kuhusu mume amekuwa maumivu, amekuwa teso, amekuwa ugonjwa. Amechoka. Mwanadamu anachoka kabisa. Anachoka. Lakini Yesu anatuhurumia. Anatuhurumia kabisa. Sasa umechoshwa, wanasiasa wakudanganye, mke akudanganye, wewe akudanganye, mume akudanganye, hivi na vile. Choka kweli kweli. Lakini Yesu anapoingia, yeye anakuwa kiongozi mmoja, yeye anatuhuisha, yeye anarekebisha hali ya mambo. Hakuna kuchoka tena, tunasonga mbele. Haijalishi tunakutana na hali gani. Oh, we are still moving. Hallelujah. Ndio tunaendelea mbele hata iweje. Asifiwe Mwokozi Yesu. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. So brothers and sisters, ndio Yesu anatuhurumia. Kwa sababu gani? Mambo mawili makubwa. Tumechoka, na si tukuchoka, nasema na tumetawanyika. Yesu anaiondoa Yohana. Bwana Yesu na tusaidie sana. Sababu baada ya huruma yake, kitu kinachofuata
tumeona ni kuokolewa, lakini zaidi ya pale sana, Bwana Yesu asaidie sana, tunapata kitu kinachoitwa neema. Jamani, Bwana Yesu na tusaidie sana. Tutarudi hapo kwenye msamaha, lakini baada ya huruma tunapata hapo neema. Neema inazaliwa pale. Kwa nini? Katika neema tunapata kibali. Sikia, neema ni kibali ambacho hakustahili mtu. Neema ni kibali ambacho mtu hakufaa kukipata. Neema ni kibali ambacho mtu hakufaa kukipata. Neema ni kile ambacho kilipaswa kutupwa nje, kinaingizwa ndani tena. Kilichopaswa kupelekwa jalalani kinawekwa ndani tena. Kile kilichopaswa kutupwa kwenye moto kinatolewa tena au kinazuiliwa tena. Neema ni kupata kukubalika pasipo kustahili. Yaani ni kile kisichostahili kinastahilishwa. Kwa hiyo sasa, baada ya huruma ya Kristo tunapata hiyo neema ambayo katika hiyo tumestahilishwa. Yaani hatukustahili, ni kweli, lakini tunastahilishwa. Ni kweli kabisa, hatukufaa kusamehewa, lakini kwa neema ya Kristo tunasamehewa. Kwa neema yake tunahurumiwa na tunasamehewa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunasamehewa. Yaani katika tunasamehewa. Kwa nini? Kwa sababu ya ile neema. Yesu na asifiwe. Kama ambavyo tumesoma mara kadhaa kwamba neema imekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa hiyo shika hiyo sana. Tumepata hapo neema, na ndani ya hiyo neema ndio tumepata hapo kitu kinachoitwa nini? Msamaha wa dhambi. Pendo kuu, huruma, neema hiyo na msamaha wa dhambi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sikia, inaanza pendo kuu, huruma inafuata, neema inafuata, namba 4 msamaha wa dhambi. Jamani, Bwana Yesu na tusaidie sana. Tuendelee mbele. Msamaha wa dhambi unapatikana hapo. So turudi pale kwenye Wakolosai sura ni ya 1 mstari wa 13 ambako tuliishia jana. 11:13. Haleluya. Neno la Mungu linasema, na alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tunakwenda sawa sawa. Kwa nataka ushike jambo hili. Kuokolewa hakujakamilika kwa mujibu wa haya maneno hapa, kwa mujibu wa neno la Mungu hapa kwa Roho Mtakatifu ndani ya kinywa cha Paulo. Shika vizuri hii. Kuokolewa hakujakamilika kama utatolewa kwenye kambi ya waasi. Imetumwa timu ya kukomboa, timu ya ukombozi imetumwa, majasusi wamekutoa kwenye kambi ya waasi. Halafu wamekutoa kwenye kambi ya waasi, wakakuacha nje ya geti lao, na wakaondoka, wakatawanyika, wakakuacha. Ile rescue team imekuacha hapo nje ya geti la waasi, imekuacha hapo kwenye pembeni ya geti la kambi ya waasi, amekuacha hapo na wameondoka. Sikia, kama wameondoka, wamekutelekeza hapo, ni kusema nini? Dakika sio nyingi utakuwa ndani. Na mimi naamini kwamba wale watekaji hawatafanya tu kazi ya kukurudisha ndani, huenda wakakuua kabisa. Kwa sababu gani? Wakati unaokolewa kulikuwa na uharibifu fulani umefanyika kwao. Kwa nirudie, naomba ushike hivi vizuri huu mfano, shika hivi vizuri. Wakati unaokolewa kutoka kwenye kambi ya waasi, kambi ya watekaji, wakati unatolewa, ile rescue team lazima imefanya uharibifu kwenye kambi ya nini? Kwenye kambi ya watekaji. Lazima kuna uharibifu umefanywa. Kwao watakuwa wana hasira wale watekaji, kwa sababu inawezekana kuna wafanyakazi wenzao, kuna ndugu zao wameuawa mle na ile rescue team, ili wao waweze kufunguliwa. Alafu unafunguliwa, unatolewa nje, rescue team inakuacha nje ya geti la watekaji, wanakuacha pale. Yes, wanapokuacha pale,
Ni kusema nini? You are still hostage. Ndio, bado wewe bado wewe ni mateka. Kwa nini wewe bado ni mateka? Ni kwa sababu kubwa ya kwamba wamekuacha karibu na geti, na ile rescue team imetawanyika, ile timu ya ukombozi imekimbia, imekuacha. Nini kinafuata? Wale watekaji wanatokeza tu nje hivi, wakikuona, believe, utake usitake, trust me, watakuwa. Kwa nini? Wana hasira ya uharibifu uliofanyika ndani kule wakati unatolewa nje. Yesu atusaidie sana. So ni muhimu sana ukashika hii kitu vizuri, ukaelewa. Wakati Kristo Yesu alipoamua kukuokoa, hakutaka ukae tu hivi ndio kwamba unakaa tu sasa ili mradi ndiye unakaa. Hakuna. Sio kazi ovyo. Amekuokoa kule. Yesu hajataka ukae hivyo tu. Anataka moja kwa moja uingie kwenye ufalme wa mwana wa pendo. Kwa lugha nyingine au tafsiri nyingine ni kusema nini? Umetolewa, ni kweli umeokolewa. Kinachofuata sasa ni kuishi sawasawa na mwongozo wa Kristo. Kama hujaingia kwenye utawala, kama hujaingia kwenye kutawaliwa na Kristo, bado uko kwenye nje, bado uko kwenye geti la kambi ya waasi. Na kama kwenye geti la kambi la watekaji, ni kusema nini? Wakati wote watakurudisha ndani, na wakurudisha ndani, hali yako ya pili itakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Na Biblia inaeleza vizuri kabisa. Yesu mwenyewe anasema, pepo mchafu mtokapo mtu, huenda akatembea huku kule akitafuta macho, anapokosa anasema hivi, nitarudi tena. Anatafuta mahali pa kukaa. Anapokosa anasema nitarudi katika nyumba yangu. Anarudi aangalie. Biblia inaeleza, Yesu mwenyewe anasema, anapoona imefagiliwa, imesafishwa, lakini haina kitu ndani, anaenda nje tena, anaenda kuchukua pepo wengine 7 ambao ni wabaya kuliko yeye, na hali ya huyo mtu ya pili inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Nataka uzingatie hivi, wokovu kamili ni kuingizwa ndani ya ufalme wa mwana wa pendo. Kabla hujaingizwa kwenye ndani ya ufalme wa mwana wa pendo, hujaingizwa ndani, hujaingia kwenye kutawaliwa, bado uko kwenye kambi ya waasi, bado uko kwenye kambi ya watekaji. Na kama bado uko kwenye kambi ya watekaji, wakati wowote watakurudisha ndani, na si tu ndani, huenda wakakuua. So ni muhimu sana ukashika hii pro. Sikia ndugu yangu nikwambie, yani shika hii kitu vizuri, na Mungu akupe hii neema katika jina la Yesu. Narudia tena, Mungu akupe hii neema katika jina la Yesu ya kuelewa ni nini maana yake. Nini kinapaswa kutokea baada ya kuokolewa? Mpendwa, hakikisha kinachofuata uwe chini ya utawala. Kama bado kuna vile unajiamulia mambo, unaendesha mambo vile unataka, bado unaenda tu vile unataka according to your mindset, bro, rudi msalabani. Kuna shida hapa. Na adui atakapopata hii nafasi, akikurudisha kule, hali yako ya kwanza ni mbaya kuliko ya pili. Hali yako ya pili ni mbaya kuliko ile ya kwanza. Atusaidie Mwokozi Yesu. So alipotuokoa kutuacha hapo nje, alituhamisha na kutuacha kwenye kutuhamisha, akatuingiza ndani ya ufalme wa mwana wa pendo lake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Anasema, kwa maana yake nyingine ni kusema nini? Tunaingia kwenye utawala mwingine. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kusema hivi, kuokolewa ni kupata mtawala mpya. Kutoka kwenye kujitawala wenyewe na kutawaliwa na Ibilisi, tunaingia kwenye kutawaliwa na Kristo Yesu. Tunaongozwa na yeye kwa njia ya Roho Mtakatifu. We'll be back. Tutazungumza tena kuhusu hili. Yesu atusaidie sana. Mstari wa 14, ambaye katika yeye tuna ukombozi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Katika yeye tuna ukombozi. Katika nani? Katika Kristo tuna ukombozi. Yaani nini? Msamaha
wa dhambi. Ndani ya Kristo Yesu tunapata ukombozi ambao ni nini? Ni msamaha wa dhambi tunaopata mle. Ndani ya Kristo Yesu tunaopata ukombozi ambao ni msamaha wa dhambi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunapata msamaha wa dhambi ndani yake. Ndani ya lile pendo lake tunapata msamaha wa dhambi. Kristo Yesu na asifiwe sana. Tunapata msamaha wa dhambi, tunapata kusamehewa, tunapata kuachiliwa, tunapata kuwekwa huru, tunapata kuachiliwa kutoka dhambi, kutoka uongozi mbaya wa Ibilisi, kutoka utawala mbaya wa Shetani aliyetuonea na kutunyanyasa. Tunaingia kwenye utawala mwingine mpya ambao Kristo Yesu ndiye mtawala, ndiye kiongozi, na hawezi kutuongoza vibaya. Yesu na asifiwe sana. Atukuzwe Kristo Yesu mwokozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema katika yeye tunao ukombozi ambao ni msamaha wa dhambi. Yesu asifiwe. Maana yake yale makosa ambayo yalitosha kutuhukumu yanafutwa tena, hata kama hatukustahili. Yale makosa ambayo ndiyo angetupeleka jehanamu, ile dhambi ambayo ingetupeleka motoni, inafutwa tena. Ni kweli si kwamba hatukufanya, tulifanya, lakini Yesu ametusamehe. Sio kwamba hatukuwa watuhumiwa, no, ni kweli tulikuwa watuhumiwa, lakini Yesu alitusamehe. Ukombozi ni kusamehewa dhambi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ukombozi ni kusamehewa dhambi, ni kuondolewa uovu ulikuwepo kwenye maisha yetu. Tunapata msamaha. Narudia tena, ni pendo kuu, alafu huruma ya Kristo, alafu neema, na namba 4 msamaha wa dhambi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Bila upendo hakuna huruma, na bila huruma hakuna neema, kile kibali ambacho tukustahili, na bila kibali kile ambacho tukustahili hakuwezi kutokea msamaha wa dhambi. Hakuwezi. Sasa ni kweli sheria inasema aliyezini apigwe mawe afe. Umezini mara ngapi? Lakini ile neema ya Kristo, pendo kuu, huruma, neema, hiyo inaleta msamaha wa dhambi. Hukustahili, ni kweli, sheria inasema ungemalizwa kule, lakini unasamehewa. Kwa nini? Pendo kuu kama mama mkuu, lakini huruma kama zao la kwanza la upendo, lakini neema kama zao la pili la upendo, lakini msamaha wa dhambi kama zao la tatu la upendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya sana. Jamani, Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo pendo la Mungu ndio linaweza kutengeneza haya mambo yote yakatokea. Anasema katika yeye pekee ndio tuna ukombozi ambao ni msamaha wa dhambi. Haleluya sana sana sana. Yesu asifiwe. Hebu sema nini? Nje na hapo hakuna. Nje na hapo hakuna msamaha. Nje na hapo hakuna ukombozi. Bwana Yesu na atusaidie sana. 15 nasema, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Haleluya. Ndiye mkuu. Anaposema mzaliwa wa kwanza, ndiye aliyetangulia, ndiye anayetangulia mbele ya kila kiumbe, ndiye anayetangulia mbele kwenye kila kitu. Yesu na atusaidie sana. Ndiye namba 1, ndiye first priority ya Mungu, ndiye first priority. Kristo huyo nasema mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi na au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake vikawepo hivyo vitu. Yesu asifiwe sana. Ati kwa ajili yake vitu vyote vikapata kutokea, vikawepo. Anasema viliumbwa kwa njia yake. Ndiye mzaliwa wa kwanza. Kwa katika yeye tuna ukombozi ambao ni msamaha wa dhambi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninarudia tena kusisitiza kwamba ni pendo kuu ndio linasababisha yote. Pendo kuu likazaa zao la kwanza linaloitwa huruma. Zao la pili la upendo ni neema. Zao la tatu la upendo ni msamaha wa dhambi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
kwa sababu pasipo upendo hakuna huruma, pasipo upendo hakuna neema, pasipo upendo hakuna msamaha wa dhambi. Yesu na atusaidie sana. Takatifu Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunasema asante sana Bwana kwa sababu ya wakati, saa, dakika na majira haya. Asante kwa sababu ya muda huu ambao imependeza machoni pako kutupatia. Mfalme wa utukufu, tunakutukuza na kukuinua. Ni wewe peke yako Bwana. Baba, tunakuadhimisha katika asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi. Mfalme, umetutunza. Pendwa, omba katika jina la Yesu. Bwana, asante kwa sababu ya vile ambavyo Mungu mtakatifu umekuwa pamoja nasi. Neema yako iliyo kubwa, neema yako ya pekee katika jina la Yesu. Mpendwa, omba sasa katika jina la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu, katika lile pendo ambalo halina tafsiri, pendo ambalo hakuna anayeweza kulielezea, pendo ambalo hakuna mwenye uwezo wa kulizungumzia akalimaliza. Ni pendo kubwa kuliko bahari, ni pendo kubwa kuliko ulimwengu, ni pendo kubwa la ajabu sana ambalo hakuna tafsiri kabisa. Hakuna akili inayoweza kutafsiri, hakuna mashine inayoweza kutafsiri upendo wako. Upendo wako Bwana hauna kipimo katika jina la Yesu. Upendo ambao hauna sababu, hauna vigezo. Wewe Bwana upo tu kwa sababu upo. Ni upendo kwa sababu wewe ni Mungu. Ni upendo ambao umepoteza tafsiri kwenye ufahamu wetu, maana tunatafsirije kitu ambacho kimezidi akili zetu. Baba, maana ni kweli uwezo wa mwanadamu kutafsiri vitu unatokana, ana tafsiri kile ambacho kiko ndani ya uwezo wa ufahamu wake. Kile ambacho kiko nje hawezi kutafsiri. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya pendo lako hili. Majira haya Bwana wangu tumekuja mbele zako tena Bwana katika alfajiri ya leo. Bwana wangu na Baba yangu, ni kwamba ni kweli Bwana kwamba ulipokubali kufanya kazi yako msalabani, kazi ambayo ilileta maumivu makubwa, lakini ni ili izae faida kubwa, kazi ambayo Yesu uliifanya mwenyewe. Bwana wangu, ninakushukuru sana kwa sababu ya kazi hiyo ambayo uliifanya msalabani. Baba yangu, Mungu wangu, Mungu mwaminifu, Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Baba, ninakusihi Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba, katika asubuhi ya leo, mfalme, hii alfajiri ya leo, mapambazuko ya kizazi cha wakutafutao, Baba, tunaomba neema yako Mungu mtakatifu sana. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunaomba neema yako tena Bwana, kwa maana ya kibali mfalme. Bwana, tunaomba kukubalika mbele zako Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunaomba Bwana ukatukubali machoni pako mfalme. Bwana, tukawe wa kukubalika mbele zako tena Bwana katika masaa haya. Baba, tunakuomba Mungu mtakatifu ya kwamba ulipokubali mateso ya msalaba, Bwana, ni kwa sababu kuna lengo ulikuwa nalo, kuna mpango uliokuwa nao. Bwana wangu na Baba yangu, nawe nakuomba Bwana kwamba ule mpango uliokuwa nao juu ya maisha yetu Bwana, katika wakati huu tunaomba Yesu katutengeneze hivyo. Bwana wangu, tuwe kile ambacho ulikitaka, tuwe kile ambacho ulikidhamiria, tuwe kile ambacho ulikikusudia, tuwe kile ambacho Yesu ulikitaka, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, tazama wako watoto wako mbalimbali ambao wameungana pamoja nasi Bwana katika madhabahu Bwana, katika ibada hii alfajiri ya leo Bwana. Wengine wako mbali, wameungana nasi kwa njia ya mtandao. Roho Mtakatifu, tunakuomba Bwana, Bwana wewe pamoja nao Bwana, kwa jina la Yesu. Baba, mahali walipo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, Baba, ukadhihirishe neema yako mahali pale. Baba, tunakuomba Bwana wote kwa pamoja kwamba ukatufanyie matengenezo. Tunataka kuwa kile ambacho Yesu Kristo ulikidhamiria, ulikitaka, ulikipenda, ulikikusudia, kwa jina la Yesu Kristo Bwana. Kwa sababu hiyo ukakubali kufa, kuteswa, ulikubali kuteswa na kufa msalabani kwa ajili hiyo Bwana. Baba, ulikubali kuwa laana Bwana, ili hicho kitu kiwe kile vile unavyotaka wewe. Ni Mungu mwaminifu Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu. Na kitu hicho Bwana ni mimi na yule mwingine na watumishi wako wengine. Baba, tunakuomba mfalme Bwana, inawezekana unapotazama ndani yetu kuna vitu unavikosa ambavyo unataka viwepo Bwana, pengine hata akili zetu hazijui kama vilipaswa kuwepo ndani yetu. Inawezekana hata mioyo yetu hatujui Bwana, lakini Baba yetu na Mungu, tunakuomba ukatufanyie matengenezo vile unataka, unapenda, unaona na unaelewa na vile unavyopendezwa Bwana, ndivyo ukatutengeneze mfalme, pasipo kujali wala Bwana kutuhurumia katika hili. Hata kama katika matengenezo kutakuwa na kuumia, lakini Kristo tunahitaji kuwa kile ambacho Yesu ulikubali. Maana wewe uliumia ili tuwe hicho Bwana. Baba, tunakuomba kama atakuwa faida kwa ufalme wako, takuwa ni hasara Bwana Yesu, ninakuomba Baba katika jina la Yesu. Mimi nakuomba Bwana mabwana Baba kwamba ukatufanyie matengenezo. Tengeneza Bwana ndani yetu katika kipindi hiki mfalme Bwana, tunakuomba Bwana wangu kwa ujumbe huu ambao umetupatia. Tunakuomba Bwana ukatutengeneze mfalme Bwana, tuwe tokeo la kazi ya msalaba, tukawe Bwana tunda halisi litokana na kazi ya msalaba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tukawe matunda ya mateso yako msalabani Baba, tukawe tokeo litokana na kazi yako msalaba
msalabani, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yetu, Mungu wetu, Mungu mwaminifu, mtakatifu, Mungu mwenye mamlaka, Baba tunakuomba mfalme, Bwana tengeneza, umba jambo jipya ndani yetu mfalme. Utengeneze, Bwana, tuwe kile ambacho ulikidhamiria, tuwe kile ambacho ulikitaka, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana tunakuomba Baba ukafanye matengenezo, fanya matengenezo Bwana ndani yetu kwa neema ya pekee, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu mwaminifu, Mungu mtakatifu, Mungu katia patakatifu sana, Baba yetu na Mungu tunakuomba ukatutengeneze Bwana. Baba tupe kuwa kile ambacho wewe ulikitaka, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu tunakuomba fanya matengenezo makubwa ndani yetu, fanya matengenezo ndani yetu Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yetu, Mungu wetu mwaminifu sana, tunakuomba Bwana ukatutengeneze katika jina la Yesu Kristo aliye mtakatifu mno. Baba yetu na Mungu wetu tunakuomba Baba tuwe kile ambacho ulikikusudia, tuwe kile ambacho ulikitaka wewe, kwa jina lenye nguvu takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana mwamba, Mwokozi na nguvu zetu. Roho Mtakatifu Bwana tunakuomba Baba ukafanya jambo jipya ndani yetu Bwana. Baba tupe kwa kile ambacho ulikitaka, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu tunakuomba Bwana ukatutengeneze. Jehova tunakuomba Bwana ukatutengeneze. Baba tupe kukupendeza, tupe kukufurahisha Bwana, ukafurahishwa na kuishi kwetu duniani, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba kama ulivyoahidi tunaomba Bwana ukakae ndani yetu, ili uwepo wako uwe pamoja nasi Bwana, ili tuweze kuwa kile ambacho unataka. Bwana uwepo wako na uwe pamoja nasi, Kristo Yesu na uwe pamoja nasi Bwana. Tunaomba neema yako mfalme, Bwana na uwe pamoja nasi Bwana. Wako watoto wako mbalimbali ambao Bwana wangu na baba yangu Said wako wanaomba Baba, katika jina la Yesu tunakuomba ukatufanyie matengenezo, kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu Bwana. Baba tunakuomba ukatufanyie matengenezo, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba ukatufanyie matengenezo, tutengeneze Bwana, tuwe kile ambacho wewe ulikitaka. Yesu tumekuwa furaha yako mfalme. Bwana wangu ninakuomba wewe dada kuwa furaha yako Bwana. Kuna mambo ambayo anajaribu kuyaacha anashindwa, kuna mambo ambayo huyo kaka anajaribu kuyaacha anashindwa. Angetamani kuishi maisha matakatifu yaliyonyoka, lakini kuna namna anashindwa, kwa sababu kuna nguvu ya adui inakaa nyuma yake, iko nyuma ya ufahamu wake, iko nyuma ya hisia za mwili wake, iko nyuma ya Bwana yani maisha yake ya kiuchumi. Kuna nguvu iko nyuma yake inamsukuma kufanya usiyoyataka, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu ninakuomba ingilia kati kwa jina la Yesu. Baba ninakuomba ukafanya matengenezo ndani yake, tengeneza ufahamu wake tena, rekebisha hali ya mambo ndani yake, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Rekebisha hali ya mambo Bwana ndani yake Bwana wangu nakuomba ukafanya jambo jipya, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, kwa jina la Yesu ninakuomba ukafanya jambo jipya ndani yake Bwana, tengeneza tena kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu, Mungu wangu mwaminifu, Mungu mtakatifu Jehova, Bwana wangu ninakuomba ukadhirike Bwana, mtie nguvu tena akaweze kuacha hayo mambo ambayo ameshindwa kuyaacha. Bwana nakuomba ukampe neema ya kuyaacha kwa jina la Yesu. Tie nguvu kuyaacha, tie nguvu aweze kuyaacha, aweze kuyaacha hayo mambo yasiyokupendeza. Mpe kuishi mbali nayo, mpe kuishi mbali na uovu, mpe kuishi mbali na dhambi Bwana. Kuna addiction fulani imekuwa ndani ya huyo kijana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba ninaomba neema yako ya pekee ewe juu yake huyo kijana. Bwana mpe kuacha Bwana hayo maisha ya kujichua, maisha ya masturbation, mpe kuacha hayo kwa jina la Yesu. Nguvu inayomwendesha, nguvu inayomsukuma kuyafanya hayo imwachie kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu tunakuomba mwokoe kutoka kwenye hiyo roho, kutoka kwenye hiyo nguvu ambayo iko nyuma ya ufahamu wake, kwamba kuna mazingira akiwepo anasikia kujichua. Roho Bwana kuomba mpe kushinda, mpe kushinda huyo kijana, mpe kushinda huyo binti, mpe huyo binti kushinda hayo mazingira ya kujichua kwa jina la Yesu aliye hai. Baba ninakuomba ukampe neema. Naomba Roho Mtakatifu wa Bwana Yesu, naomba ukawasaidie watoto wako, naomba watetee wakatolewa
kwenye vifungo hivyo ambavyo ni vifungo vya siri visivyo na taarifa, vifungo visivyo na dalili. Roho Bwana, ninakuomba Baba ukawatoe huko. Wengine changamoto yao Bwana wamefungwa kwenye maeneo fulani fulani, kila akitaka kuachana na jambo fulani, akitaka kuachana na watu fulani ambao wamekuwa wakimwingiza kwenye shida. Wengine wana vifungo vya kamari. Yesu, ninakuomba watetee, watoe kwenye vifungo vya kamari, watoe kwenye vifungo hivyo vya gambling katika jina la Yesu. Watoe Bwana kwenye kamari na namna mbalimbali. Yesu, nakuomba ukawatoe. Wametamani muda mrefu kutoka, wameshindwa. Yesu, ninajua wewe peke yako na mwenye uwezo. Wewe ndiye nguvu iliyo juu ya nguvu nyingine yote. Wewe ndiye nguvu iliyozidi nguvu zote. Yesu, watoe huko, watoe huko, wakaweze kuacha mchezo wa kamari, waache uovu wa namna mbalimbali. Wengine Bwana wataka kuachana na makundi ya bangi na matumizi ya dawa za kulevya mbalimbali. Roho Bwana, kuomba ukawape neema, wape kutoka hapo, wape kutoka hapo, wape kutoka hapo, wape kushinda, wape kushinda, wape kushinda katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu, ninakuomba ukawape kushinda, wape kuvuka, wape kutoka hapa katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Baba yangu, ninakuomba ukawape kushinda, wape kuvuka kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo, Mwokozi uliye hai. Bwana mabwana, naomba ukawape kushinda, naomba ukawape kuvuka. Maana Bwana, hiyo roho ya adui inawakalia, inawasukuma kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ukawavushe. Wengine wameingia kwenye biashara ya ukahaba kwa sababu ya ukosefu wa hela, ukosefu wa utoshelevu. Roho wa Bwana, nakuomba wape kutoka huko, watoe, wafungue, watoke huko kwenye vifungo vya adui vilivyowafunga. Na wengine walipoingia, wengine walisema hata nionje pombe leo nitulize mawazo, kumbe ndio ameingia kwenye kifungo moja kwa moja mpaka na leo ameshindwa kuacha. Yesu, nakuomba ingilia kati kwenye fahamu za watoto wako. Bwana, wafungue, 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 wafungue kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu, ninakuomba sana, ninakuomba mno, ninakuomba Bwana, ninakuomba Bwana kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu, nakuomba sana ukawape kushinda, ukawape kushinda katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana mabwana, ninakuomba Mungu mtakatifu ukawape kushinda katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu, nakuomba neema yako newe juu ya watoto wako. Yesu, naomba ukawashindie, wape kutoka huko. Baba, tunawaombea wote walio wagonjwa. Yesu, mahali popote walipo, tunakuomba Bwana, wote wengine wako hospitali wamelazwa, wanaumwa Bwana, wengine ni matatizo Bwana ya tumbo, wengine ni shida ya mgongo, wengine ni shida ya miguu, wengine Bwana ni shida za kifua, kwenye mapafu kuna shida imeingia. Yesu, tunachojua ni kwamba hata kama ni tatizo la ulanga, Yesu akuta jambo ambalo huwezi kufanya, huwezi kuwatoa, unaweza Bwana. Baba, ninakuomba ponya kabisa Bwana wenye matatizo ya kifua. Yesu, nakuomba ponya kabisa pafu la kushoto, pafu la kulia. Yesu, ponya wenye matatizo yote, asma, pumu hiyo kwa jina la Yesu iwaachie, wakawe huru, wakafunguliwe, waachiliwe, wawe huru kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana, Mwamba, Mwokozi na nguvu zetu. Yesu, tunakuomba ingilia kati Bwana. Yesu, ukagange, ukaponye, ukaokoe kwa jina la Yesu. Baba, ninakuomba ponya Bwana magonjwa kila namna. Yesu, ninaomba uzima wako na wengine ndani ya watoto wako. Tunaomba Bwana ukawalinde, waponye kwa jina la Yesu, wakawe salama. Baba, naomba ponya kila namna ya ugonjwa, wenye HIV, wenye ugonjwa wote Bwana, wenye diabetes. Yesu, tunakuomba wenye matatizo ya sukari, wenye matatizo ya high ama low blood pressure. Yesu, tunakuomba Bwana ukaguse, ponya, okoa, fungua Bwana kwa jina la Yesu. Bwana, kila namna ya ugonjwa wako unapona. Yesu, tunakuomba ponya kwa jina la Yesu. Toka ugonjwa, mapepo na majini yanayowatesa watu, toka, achia Bwana. Nyumba zingine zina mauzauza yasiyoeleweka. Yesu, tunaomba ponya, fungua maeneo kwa jina la Yesu. Nyumba hizo kawa salama, damu ya Yesu ikatawala kwa jina la Yesu. Wakafunguliwa watu, maeneo yakawe huru kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nakuomba Bwana ukawalinda watoto wako. Yesu, nakuomba Bwana, wengine saa hii wanajiandaa kutoka nyumbani kwa ajili ya kwenda kazini.
Yesu Kristo Mwokozi, ninakuomba Bwana ukawalinde, nakuomba uwe pamoja nao, naomba ukawahifadhi mikononi mwako Bwana. Baba, nakuomba Bwana ukawatunze mikononi mwako Mfalme, wakaendelea kuwa salama, asiwepo ambaye anakutana changamoto, ajali wala yoyote ile. Yesu, naomba Bwana ukawalinde, watunze Bwana, wakawe salama mikononi mwako kuanzia sasa. Natamka usalama juu yao. Nakuomba Bwana ukawabariki. Wengine wana changamoto za uchumi, hata sasa ajue anaenda kufanya kazi wapi, akapate wapi hela, anaacha watoto nyumbani, inawezekana hawana chochote. Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu, nakuomba Baba, ingilia kati kwa jina la Yesu. Naomba Bwana wangu na Baba yangu kwamba ukawaponye Yesu, ukawatetee katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, mimi nakuomba Yesu ukawe pamoja na watoto wako Bwana, ukawaguse Baba, ukawatunze katika jina la Yesu. Naomba uzima wako na uwe ndani yao Yesu, ukiwahifadhi. Naomba Bwana ukawatetee kwenye uchumi wao, watetee Bwana, ukawaonekanie katika kila jambo kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tunakutukuza. Naomba Bwana ukawalinde, wabariki, ukawaongoze, ukawaongeze ya Bwana. Yesu, nakuomba ukawazidishe katika jina la Yesu. Naomba Bwana wangu bariki uchumi wao. Bwana, kuomba ukawabariki na kuwafadhili, ukawaangazie nuru ya uso wako, ukatembee na wao. Waliopoteza mwelekeo, wape mwelekeo mpya katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Baba, asante kwa sababu tuko pamoja nao kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana mpendwa mtumishi wa Bwana. Mungu akubariki wewe ambaye tumekuwa pamoja katika ibada asubuhi ya leo. Mungu akubariki sana. Huwa tunamaliza muda huu wa saa 12 kasorobo kwa sababu kuna watu ambao wengine wanawahi kutoka majumbani kwenda makazini, wanatakiwa kutoka nyumbani saa 12 au hata kabla ya hapo kidogo. Kwa Mungu akubariki sana. Yesu akutunze. Endelea katika Kristo. Tembea uweponi mwa Bwana. Kumbuka hiki ni kizazi cha wamtafutao Bwana. Endelea kumtafuta Mungu. Acha endelee kuwa hitaji na kiu ya moyo wako. Mungu na akubariki sana. Acha ulindwe na Kristo Yesu aliye Bwana, mwamba na Mwokozi wa ulimwengu mzima, katika jina la Yesu. See you when you see me. Amen.